Somebody shout with confidence, in Jesus' name we have prayed. Please stand to your neighbor with a smile on your face and appreciate your neighbor for being here. Amen. I said appreciate your neighbor for being here with a smile on your face. You make sure that your neighbor is smiling. The Lord is doing great things in our assembly. Now, some of you, when you hear me stand here and talk, you think, Pastor, the service was not like it is supposed to be. It is not in the voice of the pastor. It is in the power of God that reigns in the midst of his people. Glory. Are there men in the house? Yes. Today's men's service. Amen. Let's appreciate the men in the house. Happy are all the women who are here with their husbands in the midst of this service. Because after this service, your husband shall not be the same again. Amen. The way you're saying amen is as if your husband is not here. I say, after this service, your husband shall not be the same again. You shall be the beneficiary of this word in the name of Jesus. And those of you who don't have your husbands here, don't worry. You receive the word and you go home and tell him, do you know what? Pastor was preaching today, and this is what he was sharing with us. Let's open the Bible together and share the word of God. There is a way you can correct him. Sio vile unamwambianga ati wewe unajua Biblia inasema nini katika Mwanzo? Bwana alete chakula, bibi akule. Ambia jirani yako hiyo ni yako. Yeye anajua Proverbs 31. Anajua bibi atafuta shamba na anunue. Na wewe unajua yeye alete chakula. Sasa kama unajua Mwanzo, yeye anajua Mithali. Sasa kila mtu wako na yake. There is a way you can bring him on board until he understands it's God speaking. Amen. And not my wife. Amen. All the men in the house shout hallelujah. Hallelujah. How many of you are men in this service? If you are sure you're a man, inua mkono wako juu. Ndio maana wengi leo wamekaa nyumbani because they don't really understand if they are men or boys. Every boy in the house of God, you shall become a man in the name of Jesus. Amen. How many of you say it is good to be a man? Hallelujah. You have a reason to say it is good to be a man. At least when you make a phone call, in 30 seconds you're done with the speech that is supposed to take 2 hours with women. Hallelujah. Mama akishika simu anaanzanga hello, habari nyumbani, mko wazima, nilikuwa nataka kusalimia hapo tu, lakini ukisema hello, tukutane Chicken Palace. Ushakata simu. Oh, sangapi? Ulishaenda. So you are happy to be a man because at least your conversation doesn't take long. All the women in the house, God shall teach you how to communicate in the name of Jesus. How many of you say I like what I am? Glory be to God. God made you and he saw that you were very good. Parental care is what I want to talk about this morning. Parental care. Now, the care of a child in a family is the responsibility of 2 parties, a husband and a wife, a father and a mother. Please reduce the law a little bit. Parental care is the responsibility of a father and a mother. The same way you participated in the forthcoming of a baby, you should also participate in the upcoming of the child. If you hear me say amen. Amen. The same way you participated in the forthcoming of the child is the same way you should participate in the upcoming of the child. Number 1, be a good example to your own children. This goes to both parents. As a mother or as a father, be a good example to your own children. Now most of us say, live by example. But I want to tell you, it is not enough to live by example. Live as an example. So that you don't tell people what to do, but you tell them to do what you do. They say, don't do the way I do. Do the way I say. Usifanye vile nafanya, fanya vile nasema. The best way to bring up your children is to do what they should do.
so that they see you doing it and they do it exactly as you have been doing it. You shall be a good example in the name of Jesus. Amen. I say you shall be a good example in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Jesus was teaching his disciples, na katika sehemu ya maombi hakuwa anawaambia endeni muombe 1 hour, alikuwa anawaambia, je, hamunga aliweza kuomba kwa lisali moja? And while he was asking them that question, he was in their midst praying with them. Yes. There is no way you can teach someone how to pray and yet you are not a prayerful person. Yeah. So if you want to be a good parent, you must teach your children what to do by doing exactly what they are supposed to do. Yes. Tell your neighbor, be a good parent. Be a good parent. Don't live by example, live as an example. Wewe mwenyewe uwe mfano. Sio kuonyesha cha kufanya, bali ufanye kile unafaa ufanye na hao pia wafanye. Glory be to God. Amen. You cannot steal and tell your children not to steal. Ati Biblia inasema usiibe, na wewe mwenyewe ni mwizi. Number 1, your children will be thieves. Even though they know the Bible says don't steal, but our father steals. So they carry out what they see you do. Mama, usiambie mtoto wako atuacha fitina, atunajua fitina si mzuri, Biblia inakataza. Na wewe mwenyewe asubuhi kiamuka ni kwa mlango wa jirani. Ulionako jirani alikuja saa 8 usiku. Ndio mwana kadirisha. Niangalia hivi. Alikuja na mwanaume ambaye si bwana yako. Na watoto wanasikia. Na unasema msifanye fitina. They will still gossip because that is what they see you doing. Teach them to do what you do. Don't teach them to do what they are supposed to do. Children learn faster through observation than instructions. Yes. Watoto hujifunza vitu kwa wepesi sana kupitia kwa kuona matendo, bali sio kwa kusikiza mawaidha. Whatever you do is what your children are going to do. Ukitaka kujua kama ndugu anapiganga mke wake, hauhitaji kuita mtoto wake na kumuuliza. Kama ana mtoto kijana, muite tu, mwambie kuja, na uite kasichana, ukaambie kuja, nataka mfanye cha baba na cha mama. Wewe kuwa baba, alafu Florence akuwe mama. Na ukae uangalie. Ona kajamaa vile katabia. Katakatu kanapiga story. Alafu mwishowe kanaamka. Kwa nini hujaleta mboga? Na kanatandika ule mwingine, unajua baba yule mtoto anapiganga bibi yake. And you cannot deny it. Now, where is the boy getting this from? Is what daddy does. Baba anafanyanga hivi. Na maana mimi ndiye baba hapa, huyu ndiye kama mke wangu, sasa nafanya vile baba anafanyanga. Vile baba anafanyanga. You don't need to discuss that. You don't call the wife and tell the wife, unajua dada, nataka kujua kama ndugu anakupiganga. Ita mtoto wake kijana, mwambie wewe kuwa baba, wewe kuwa mama. Na ukae kando usifanye ujaona. Wakipiga udongo yao na wanaandana kama mboga na ugali, utaona tu kidogo kajamaa kanakasirika, kanapiga ule msichana mbaya sana. Ujue baba ya huyu kijana anafanyanga hivi. Mungu atasaidi. Kwa ndugu katika jina la Yesu Kristo. The child does not learn it from anywhere. Hata ukimhubiria mara ngapi, akikuwa mzima, that is the same way he shall behave. Kama wewe hujawahi piga mke wako, mtoto wako akicheza cha baba na cha mama na mtoto mwingine hawezi piga. Kwanza, kama unakaanga karibu na mke wako, utaona kakijana pia kanasanga karibu na yule dada. Kanakaa karibu na yeye. Kanamshika mkono, wanaenda soko. Kwa sababu kanaonanga dadia anashika mama mkono, wanaenda wapi? That is all. You don't need to find out from anywhere else, from the children. So whatever thing you're doing is what your children are going to do. Ukitaka kujua kama mama anatusingi mume wake, don't worry. Chukua msichana yake, mwambie kwa kama mama huyu akwe kama utasikia kana msichana kanaambia ule mwingine, umekuja mikono bure vile ulienda, hata wewe una maana kwa nyumba. Kwa sababu kanaonanga mama anaambia daddy. Sasa juu hapo kamekuwa kama mama pia kanaambia
Tell your neighbor, show your children what to do by doing exactly what you want them to do. The way you're saying is as if I forced you. Anyway, no problem. I've said my own. You will say your own in Jesus' name. You are the best teacher of your own children. No one can teach your children better than you can do it yourself. Because people will teach them to become who they want them to be. You will teach them to become who you are. If you want to know how you will look like when you get old, go and look at your father. Unamwonanga hiyo sura yake. Ukizeeka utakuwa namna hiyo. If you're a man, you look like him exactly. Because every character in him has been bestowed on you. Unasikia dada anasema, mimi singefuga mbweha kwa sababu kwetu sijawahi ona, lakini angekuwa anafuga mbweha kwa angefuga hizi. Kwa sababu hivi ndio tunafanyanga kwetu. Kumbe iko huku pia. Hata mmenisaidia baada ya muziki kwenda kubeba ile, wacha tuendelee na hii. But because there is none, she cannot take up something that she doesn't know. So mtoto atafanya exactly jinsi anavyoona wewe mzazi unavyofanya. Titus chapter 2 verse number 1. We read down to verse number 7. My interest lies in verse number 7. Titus chapter 2 verse number 1. But as for you, speak the things that are consistent with sound doctrine. Verse number 2. Older men are to be temperate, dignified, self-controlled, and sound in faith, love, and perseverance. Wanaume waweze kujikaza katika uvumilivu. Yaani hata kama hali si nzuri, jaribu kuvumilia. Hata ukiwekwa maji baridi kwa bafu, jaribu si lazima upige kelele, vumilia uoge baridi siku moja. Huwezi oza, huwezi ungua. Oga mara moja hiyo baridi. Perseverance. Verse number 3. All the women likewise are to be reverent in their behavior. Reverent in what? Because their children will take up their character. Not slanderous or addicted to much wine, but teachers of good. Bali wawe walimu wa matendo mema. Verse number 4. In this way they can train the young women to love their husbands and children. Teach your children, your young ones, to love their husbands and their children. Verse number 5. To be self-controlled, pure, managers of their households, kind and subject to their own husbands, so that the word of God will not be discredited. Verse number 6. The same way urge the younger men to be self-controlled. Verse number 7. In everything, my interest lies here. In everything, show yourself to be an example by doing good works. In your teachings, show integrity, dignity, show some seriousness in your life and in your teachings. Glory be to God. Amen. So as you live, don't live by, but live as an example. Watoto wakikuona watazame kitu ambacho wanafaa wawe. Hapana kuachilia tu shati, unakuja kanisani shati imehang. Na unaambia watoto tukienda shuleni weka shati ndani. Akifika shuleni anachomoa kwa sababu dadi anakuanga amechomoa kanisani. Hello? Kama huwezi funga tai, hata mtoto wako akienda wapi, hawezi funga tai. Anajua kwetu sijawahi ona dadi na tai. Taanzia wapi? But if you put on a tie, your own child will take it up from you. It shall be easy. Haitakuletea mahangaiko. Let me move to our number 2. Parental care, item number 2. Attend church regularly with your family. Attend church services regularly with your family. Hapa ndio kuna shida. Tuko tu hapa nusu nusu. Uko na dada, ndugu hakuna. Uko na ndugu. Uko na ndugu na dada, watoto wako ndugu hakuna. At least one item is missing. Attend church services regularly with your children. Now teach them how important it is to attend to church in order to worship God because of all the good blessings He has bestowed upon them. One day we went for a fellowship mahali kwa nyumba ya familia.
Na tukiwa katika ushirika, mimi nilienda kwa kuchelewa kidogo, nikapata wapendwa wako ndani ya nyumba, na nikapata ndugu ako nje ya nyumba. Na ilikuwa ushirika ya wamama, ilikuwa ushirika ya nyumbani. So as we continued with the fellowship inside the house, ndugu ako nje ya nyumba anafanya kazi yake. Alikuwa anakata kachumbari. Wacha niseme Biblia ilikuwa. Alikuwa anakata kachumbari. Sisi tuko ndani ya ibada, yeye nje anakata nyanya na vitu. Nikamwambia ndugu, tuingie ndani ya nyumba kwa ushirika. Yeye anaendelea kukata kachumbari. Na anatuma mtoto kwa nyumba, anatupita kwa sitting room, anaingia kwa bedroom, kwa jikoni, anachukua chumvi, anapelekea dadi. Tena anamtuma anakuja kuchukua tomato sauce kwa jikoni, anatupita sitting room, anachukua tomato sauce anapelekea dadi hapo nje. Anatuma mtoto anachukua maji, analetea dadi hapo wapi? Tell me if this child will ever attend to a service akijitolea mwenyewe. Ambia jirani yako, elekeza watoto wako vizuri. And you know, when some of us are there in the, sisi tumeleta ushirika kwa nyumba yako. Mimi nimefunga duka, nimekuja kwako kwa ushirika. Wewe hauna wakati wa ushirika, umekaa nje unafanya vitu zako. At you have no time, you are too busy. Sisi ni wajinga, tumefunga biashara yetu, tukuje kwako. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. So attend to church services regularly with your children. That is how you will teach them the importance of the blessings of God. Usiwahi enda kwa ibada unawacha watoto wako nyumbani unless if it has been restricted maybe to women only or men only. Tuwache watoto nyumbani. But if you have a child ambaye anasikia maneno na kuelewa, ingia katika ibada pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hebrews chapter 10 verse number 25. King James Version says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Hebrews 10 verse 25. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Don't forsake the assembling together of brethren. So teach your children wasije wakadhihaki ama wakalegea katika kuingia kwa ushirika, kama jinsi watu wengine wanavyofanya. Hawataki kuingia katika ushirika, bali wafundishe wajue maana ya ushirika. That is good parental care. Item number 3. Pray together with your children and your family. Pray in front of your children so that they can hear how you speak to your heavenly Father. Omba mbele ya watoto hata nao pia wajue jinsi unavyoomba. In the process as you pray, there is something they learn from you. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tukianza maombi, hata hapa kanisani tukianza maombi, anatafutanga kwa kona, aingie tu kwa kona hapo na angalie ndani ya kona. Sasa vitu wanaongea huko hakuna mtu anasikiza. The same way you do it here, ndivyo unafanyanga tu hata kwako. Wakati wa maombi unaingia kwa kona tu na unaanzanga tu. Sasa watu wanajuanga tu maombi ni hawajui unaongea nini, wanajuanga tu. Kwanza ukiambia mtoto tuombe, anaangalia wapi? Kwa kona. Alafu anaanza. Ukiomba zungumza maneno watoto wasikie. Hata nao wajue unasema Yesu, unasema Mungu. Wanaelewa jinsi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kugonga tu miguu chini ni kama mtu ambaye umepotea. 1 Timothy chapter 2 verse number 8. I'm moving faster to save time. I desire therefore that in every place men should pray without anger or quarreling or resentment or doubt in their minds, lifting up holy hands. Paul says, I desire therefore that in every place men should pray. In every place men should pray. Ndani ya nyumba wanaume waombe. Kanisani wanaume waombe. Na unapata mwanaume hapa na tai na longi, tunaomba na yeye anafanya tu. Wesamu nangas.
In every place, whether in church, whether on the road, ukutana na dada kwa barabara ama ndugu anasema ndugu mimi nasikia kichwa inauma nasikia hapa. Hapana kusemanga ati twende kanisani. Sasa mtoke tu huko roots kote mnakuja hapa kanisani kuomba. Hatunakuja kuombea kanisani ati twende kanisani. Funga mlango kuingia ndani ya kanisa tuombe. Everywhere men should pray. Hapo kwa barabara, Father in the name of Jesus, heal this brother in Jesus name. Amen. Na ibikia injili. Jesus says he will also be ashamed of you before his Father in heaven. So Paul says, I urge you therefore that men should pray everywhere, lifting up their holy hands. Wanaume hapa tukiinua mikono juu, wengine mnakaanga mnaomba mmeweka mikono kwa mfuko ni kama naambia Mungu, mnitosheleza na pesa. Hakuna haja ya kuinua mikono. Wacha nishike pesa yangu kwa mfuko. Ndio maana Mungu anafanya hali yako ya pesa inakuwa ngumu. Unje hapo unajua sikii Mungu ameniacha siku hizi pesa sipati vile nilikuwa napata hapo kitambo. It is because of your pride, kiburi yako. Paul says lifting up their holy hands in the sanctuary before the Lord. Wakati tunaabudu inulia Mungu mikono jisalimishe kwake so that God can command a blessing over your life. Let's look at Job chapter 1 verse number 5. Teaching our children how to pray. Now and when Job chapter 1 verse number 5. And when the days of the feast had run their course, that is, had come closer, Job would send and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all, that is, the number of all his children. For Job said, it may be that my children have sinned and cast God in their hearts. Thus Job did continually. Ayubu alikuwa anaamka asubuhi anaweka sadaka ya dhabihu kulingana na nambari ya watoto wake, akisema ya kwamba huenda watoto wangu wametenda dhambi na wakamkosea Mungu, kwa hivyo wacha nipatiane sadaka ya dhambi kwake Mungu. He could assemble them early in the morning every day to pray together with them and to sacrifice to the Lord. Maybe, how many of you pray for your children? Kuna watu tuko tu hapa wanaume wazima, lakini hata ukienda kulala kwa nyumba ni bibi yako anaomba. Wewe ulilala kitambo, hata una habari kama kuna kitu kinaendelea kwa nyumba. Ulilala kitambo, bibi anaomba unangorota. Ndio maana shida iko kwa nyumba. Every home that a man is not prayerful, there is always crisis and problems in that home. Because God has given a man the authority to be a priest over a home. Na mwanaume yeyote ambaye si kuhani katika nyumba yake amewacha mke wake kuchukua nafasi ya ukuhani katika hiyo nyumba. You have changed the pattern of God, and crisis will befall you. Wanaume wako kwa nyumba, kama wamekaa karibu na mwanaume mwambie ombeanga jamii yako jioni kila siku. Wekelea mke wako mkono na mtoto waambie baba asante kwa siku ya leo. Tumeingia usiku huu, tulinde tuongoze, hata kama hujui kuomba nikusaidie bure. Tuongoze usiku huu tulale vizuri. Amen. Mambo mingi wachana nayo. Mungu asante tangu asubuhi mpaka jioni hii umetulinda, tumetembea, tumerudi. Linda sisi usiku tena. Amen. Amen. Hapana kukojanga tu wakati bibi amekwambia hakuna sukari, hakuna majani, hakuna chumvi, unga imeisha na mtoto ana homa. Na unaona sina pesa. Mungu nikumbuke. Hata dawa ya homa sina. Unapika mkono kwa mkate, Mungu saidia usiku leo. Kusa mtu mahali. Ikifika asubuhi anijie 200. Glory. Ninunue kofta. Yeah. Hapo ndio kuna shida, ndio unaanza kulilia Mungu. No. In season and out of season, learn how to pray for your family. Amen. Lay your hands upon them. Kuna wanaume hapa. Wewe bibi yako hawezi kubali kumwombea. Ukiinua mkono anasema, "Nyewe hizi." Hallelujah. Wewe unataka na ulidada. Kwanza karwara kwambra kumko none nyarwara si. Anakuambia wewe hii maombi yako bado haijafika. Enda ufunge na utubu
tubu wiki mbili. Urudi nione mabadiliko mwenyewe na macho. Ndio uniwekee mkono. Lakini saa hivi huko mimi heri nijiombe. Bado uko mbali. Uko mbali na Kristo. Hata mimi niko karibu na yeye. Na uko hapa unasema Yesu ni Bwana. Jichunguze. Be more spiritual than your own wife. Amen. Because that is how God commanded it to be. Am I talking to someone? Amen. So every man pray for your family. Take the responsibility of praying for your family. Iwe jioni, iwe asubuhi, iwe mchana. Take the responsibility. Kuna wanaume hapa hata akienda safari, mama nikabidhi mikononi mwa Mungu ninaposafiri. Na anafunga macho. Kama umekaa na karibu na mwanaume mwambie waache ujinga. It is not wrong for your wife to pray for you. Maybe mara moja ama mara mbili. But you should understand that you are the priest of that home. Wewe ndio unafaa ukuwe na moto wa kiroho. Hapana ati mama wewe niombeeko, unajua ukiombanga naonanga vitu zikifanyika. Wewe ukiomba naonanga vitu zikifanyika. Ujue wewe sasa ni bure kabisa. You don't deserve to be a man. You are supposed to be a boy. Yaani uko tu kwa longi na kwa bahati mbaya Mungu alikupea ndevu. Lakini wewe bado ni kijana. Hujafika kuwa mwanaume. Every man should be able to pray for his children and his family. Glory be to God. Amen. Teach your children to pray according to their age. Fundisha watoto wako jinsi ya kuomba kulingana na rika yao. Hello? I'm not the best parent, but at least I'm trying my own level. Are you hearing me? I'm trying my own level, my level best. Mimi wakileta chakula kwa meza ni wanda anatuombeanga chakula. Teaching him to pray according to his age. Na ukisema tuombe anasemanga anafanya hivi. Amen. Anafunga macho na ananyamaza na anasema amen. Amen. He has prayed according to his level. Yes. But nimeona ameanza kuimprove. Badala ya kufunga macho na kunyamaza na kusema amen, sisi anafunga macho na anafanya. Kwa sababu anaonanga dadi anafanya papa. Amen. Anaona mama anafanya papa. Sasa yeye hawezi ongea hiyo maneno yote. Sasa inabidi aseme bila anaelewanga. Kuelewa ndio huwa anaelewa papa. Hasikiangi na maanisha nini? So teach them how to pray according to their level. Kuna watu hapa wazima tu, lakini hata kuombea chakula ni tabu, tatizo. We attended to a wedding one day. You were there. Yeah. Tukaenda harusi moja. Na dada akaambiwa ombe keki. Hallelujah. Mniruhusu niombe bila aliomba. Dada akapewa microphone ameshika ndugu mkono. Baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa sababu tangu tutoke nyumbani kwetu asubuhi umetuongoza tumekuja na magari kwa msafara mpaka tumefika hapa kanisani. Yule kile kunaombea. Yeye umekwambia ombea chakula na unaombea magari. Kitambo tu kwa magari na msafara ufike kanisani tuanze ibada. Tutafika kwa keki saa ngapi? If it's, you are told to pray for the meal, food is received with thanksgiving. Father, thank you for this food. Sanctify it as we partake of it in Jesus' name. Amen. Kutupotezea muda na appetite bwana. Mimi nikikuja kwako ukianza kuomba maombi ya pepo katika chakula tunaondoa katika jina la Yesu, utanipata nilimega. Kwa sababu nilishamaliza kupokea na shukrani. Wewe ukiendelea kutoa pepo
Mimi naendelea kumeka. Amen. Tunapokea. Na sina dhambi ya kukula ugali kwa sababu nishapokea kwa shukrani. Wewe ndio una shida ya pepo ndani ya ugali. Kwa sababu wakati unaambiwa ombea chakula, wewe uone ukiona ugali kwa meza na kuku, uonangi ugali na kuku, unaona pepo ndani ya kuku. Unaona pepo ndani ya ugali, ndani ya supu, unaona majini. Hadi kila majini ambayo inakujia kwa chakula. Kama pata kushinda katika jina la Yesu. Naomba mambo mrefu kwa sababu huelewi. Ambia jirani yako jifundishe kuomba. God answering prayer is not in the length of the prayer that you make. It is in the faith that you carry pertaining that particular need. Kuna vitu mingi mimi sichukuangi muda wa kuomba na kaanga ile naambia Mungu, unaelewa na unajua hali yangu. Mungu nisaidie. Na nimeenda na inatendeka. Utapata mtu anachukua the whole day na anapiga magoti, anaomba the whole day, but ile maombi anaomba si maombi kulingana na hilo hitaji. Ashaanzia huko Kitale, anazunguka, anaenda huko Burondo, anarudi Mateka, aende Bumura, arudi mpaka Chwele ndio akuja hapa. Sangapi Mungu anajibu mahitaji? Go straight to the need of your life. I'm talking to someone. So teach your children how to pray. Kama ni chakula, go straight. Shukuru Mungu. Thank you, Father, for this meal. Bless it. We receive it with thanksgiving. Glory be to God. So teach your children how to pray according to their age. Mtoto wako asiwahi kuwa class 4 na hajui hata kuombea chakula. Now when the child is sick, hata wewe mwenyewe kumuombea itakuwa shida kwa sababu haelewi maombi ni nini. But if you teach your child to understand what prayer is, you teach your child to pray early enough. Begin to teach your child how to pray mapema iwezekanavyo. Usingoje afike miaka 15 ndio aanze kumfundisha kuomba. Let me surprise you. Ukingoja afikishe miaka 15 atunangoja aanze kuelewa vizuri maneno ndio nimfundishe kuomba. Before you begin teaching, atakuwa ashaanza kufundishwa na Waislamu wenzake shuleni. Kitambo ufike kuanza kumfundisha jinsi ya kuinua mikono juu na kusema baba asante, atakuwa ashajua kuinama. Na unasikia tu siku moja tusikie kwa nyumba ya alhamdulillah. Ushangae pepo gani iko kwa rumu ya mtoto. Na kumbe si pepo, ni wewe ulichelewa. Hajui kusema Yesu, anajua kusema Allah. Nasikia tu kwa pepo mkala. Watchman siku wanatuletea Muislamu huku nyuma ama namna gani? God shall help you to learn and teach them in the name of Jesus Christ. Amen. So don't allow your children to grow up without teaching them what to do. And like I said, if you're teaching them how to pray, pray together with them. Don't just teach them how to pray. Na unakaa pale unachomoa macho una watch TV. Ajiendeni kwa rumu muombe. Na unaangalia TV hadi soap opera iko mzuri hapa. Napendanga kwanza hii mang'ombe. Kama mang'ombe hii. Napenda hii nikiona mang'ombe ndani ya kipindi. God shall deliver us in the name of Jesus. As they pray, pray together with them. As you teach them to pray, show them the right way to pray. Show them the right position to pray. The habits you are doing are simply what your children are going to take up. And like I say, hii tabia kuangalianga kwa kona na kuanza kugonga mguu chini. I was a victim of such. One day when I was growing up, sisi kwetu tulikuwa tunafundishwa jinsi ya kuomba vizuri tu in the right manner. Baba yetu aliye juu mbinguni. Mnajua mboga hapo? At least askofu amejaribu hapa kufanya. Amen.
At least he has tried. Na kuna wengine watu hawajui amen inafikia wapi. Hawajui mahali amen. Wako bado wanaendelea tu. So don't just be doing things. Sisi tuko tunafundishwa jinsi ya kuomba, but one day kwa jirani yetu kukakuja na watu wanaitwa wasali usiku. So hiyo usiku yote kufikia asubuhi tukiwa kwa kesha ilikuwa ni maombi ya sama Yesu, sama Yesu, sama Yesu. By morning we were affected. Kufika asubuhi pia sisi tuko sama Yesu. Wakileta ugali kwa meza pia unasikia kusema sama Yesu. Amen. Where was the problem? Sisi tukifundishwa jinsi ya kuomba kwa Sunday school 1 hour in the morning, lakini tumekuwa na the whole night tukifundishwa samehe Yesu. Whatever that will influence your child ni muda ambao ako nao katika mambo ambayo anafanya. So make sure that you take much time, more time in teaching your child how to pray and how to do the things of God. Maana ukimwachilia kidogo akitoka mikononi mwako akienda shuleni ama popote anaandamana pamoja na marafiki zake, atakuwa na muda mrefu wa kujifunza vitu vingine ambavyo wewe hauhitaji. Bwana Yesu. Amen. Bali tusaidia siku moja huku wajirani wakakuja kwetu tukapiga tukavunja mguu. Na wakakuja wakaripoti kwetu ya kwamba tulishika kuku tukavunja mguu. Baba akatuambia, "Mlienda kesha?" Akasema ndio. "Mlikuwa mnaomba na gani?" "Samehe Yesu." Basi. Piga magoti. Sema ni samehe Yesu mpaka vile nitawaambia muache. Tulipu. Samehe Yesu, samehe Yesu mpaka unalala. Na nimechanga. Anyway, one thing at a time, and it teaches you how to live with people. Bwana Yesu asifiwe. Ikanisaidia nikajua kwamba nikivunja kuku wa jirani mguu nitaenda kutubu samehe Yesu as many times as I'm alive. Yes. God shall help you in the name of Jesus. Amen. Item number 4, parental care. Teach your children to obey their leaders. Hebrews chapter number 13 verse number 17. Waebrania 13 mstari wa 17. I'm going to read from the New Living Translation. Hebrews chapter number 13 and verse number 17. Waebrania 13 mstari wa 17. Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. Watiini viongozi wenu wa kiroho, the New Living Translation says. Maana hao ndio ambao wamechukua ushukani wa kuwalinda ninyi na wako accountable kwake Mungu kuhusu maisha yenu, ya kwamba wasije wakachunga maisha yenu wakiwa wamegadhabika ndani ya mioyo yao, kwa sababu wakati wanakasirika na kugadhabika ndani ya mioyo yao haitakuwa ya faida kwako wewe. So teach your children to obey their leaders, and more so spiritual leaders. Some of us have taught our children not to obey the pastors. Na yale pastor wanasema, unaambia watoto wako, siku hizi makanisa inaharibika, ni pesa tu. Sasa mtoto akionanga tu pastor ati mwingine kwa pesa, mwingine pesa. Yaani mafundisha watoto inawea kwamba wakiona vitu za kanisa wanaona kama ni tabu kwao, ni shida. Wakiona mchungaji wanaona huyu amekuja hapa tena kukula chakula yetu. Hivyo ndivyo mafundisha watoto. So they don't obey their spiritual leaders. The Bible says, if they observe or they take care over your life grudgingly, it shall not be of any good to you. Teach them to obey their leader, including their teachers at school. Wafundishe jinsi ya kutii viongozi wao na kufanya jinsi viongozi wamewaambia wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. King James says, obey them that have the rule over you.
watiini na mwaheshimu wale ambao wana mamlaka juu yenu. So teach your children to obey those who rule over them. Lastly, as we finish, teach them to do all things without complaining and disputing, that they may become blameless and harmless children of God. Wafundishe kufanya kila kitu pasipo kukejeli na pasipo pingamizi, pasipo kuleta ugomvi ama resistance katika lolote ambalo wanatenda. Let's read from Philippians chapter 2 verse number 14. Bible records, do everything, Philippians 2:14. Do everything without grumbling or arguing. Verse number 15. So that you may be blameless and pure children of God without blemish, though you live in a crooked and perverse society in which you shine as lights in the world. Teach your children to do everything without complaining. Yani hata ukimtuma kuleta maji, alete maji pasipo kulalamika. Ukimwambia enda sokoni, aende sokoni pasipo kulalamika. Sio ya kwamba aseme mvua imenyesha, kuna matope kwa barabara, sasa siendi. Na kuna watu mumelewa watoto na wewe kwamba akikwambia siendi na unasema sawa baba, hata moyoni. This tomorrow utamwambia aende mahali mbele ya watu na atakuaibisha. Na ndio utasikia kuua. Usikufanya aje? Because you begin to think, huyu mtoto naona ni kama amefika sasa umri ya kwanza kushindana na mimi. The reason is because you didn't teach and train early enough. Am I talking to someone? So please teach them to carry out the activities and instructions without complaining. Let them know that mama amesema ama baba amesema. I am supposed to carry out the instructions. Jesus amesema, let me go the way they have told me to do it. Glory be to God. Amen. As I finish, the Bible says, let children obey their parents. But then, parents, do not provoke your children. It is a two-way traffic. As they respect and honor you, you also have to command some respect for them, so that you don't provoke them. If your child is provoked and you speak a curse in the life of that child, that curse shall not work. Because you are the cause of that provocation. You are the cause of that reaction. So the Lord does not want us parents to provoke our children. Glory be to God. Amen. As you take care of your children, hakikisha kwamba umewaongoza vizuri, and you also have respect for those children. Because it is a command from the Lord. Tunasomanga tu Biblia tunafika pale, obey your father and your mother, so that all shall be well with you and that you may live long on earth. Hapo chini hatufikani, kwa sababu inatuhusu sisi. But today, let me take you there. Do not provoke your children. Let's rise up on our feet. I want us to lift up our voices and speak to God. Father, in the precious name of Jesus Christ, I pray that I shall be a good parent over my children in the name of Jesus Christ. Open your mouth as you lift up your voice to the Lord. I shall be a good parent over my children in the name of Jesus. I shall offer them good parental care in the name of Jesus. I shall offer them good parental care. As from today, Lord Jesus. Thank you because, Lord, you are causing me to be a good parent. I shall take good care of my children. I shall lead and guide them. I shall direct them well in the name of Jesus. Let me hear somebody pray. Open your mouth and lift up your voice audibly to the Lord. Let heaven hear your voice. Let the Lord understand your request this morning. Lord Jesus, I pray that I shall be a good parent over my children in the name of Jesus. My wife shall be a good parent over our children. My husband shall be a good parent over our children. Together we shall be good parents. We shall take good care of them. In the name of Jesus. Blessed be your holy name. In Jesus' name we have prayed.
I decree that God shall give you wisdom on how to take good care of your children in the name of Jesus. You shall be a good father over your children in the name of Jesus. You shall be a good mother over your children in the name of Jesus. None of your children shall grow up in a weird manner because of you. Your children shall not embarrass you in the name of Jesus. You shall direct them and control them in the mighty name of Jesus Christ. You shall guide them well in Jesus' name. In Jesus' name we have prayed. Let's please resume our seats in the presence of God.